kuna kitu kinaendelea kati ya Nandy na Yami. Unapotokea ubaya, lazima wema ulianza. Nilijaribu kumpigia lakini nikawa simpati. Kwa muda gani? Kwa zaidi ya mara siku 2. Hakunipigia kiukweli simu. Nikamuuliza kwamba umenipigia simu siku 2? Ipi? Basi sijaona simu. Waswahili na kuiteni huku kwa haya mambo yanayozungumzwa kwa hizi interviews 3 ambazo tumetoka kuzisikiliza, maneno tofauti hapa. Tukianza na maneno ya Maimartha ambaye anazungumza kutakuwa kuna shida kati ya Yami na Nandy kutokana na changamoto hizo ambazo zimetokea siku 2 zilizopita huko nyuma. Lakini pia vile vile tumesikiliza maneno aliyozungumza Yami na maneno ambayo aliyozungumza Nandy. Tunaona kabisa hapo kuna shughuli inaendelea. Kuna sintofahamu inaendelea. Ukisikiliza vizuri hayo maneno jinsi ambavyo walivyokuwa wakizungumza, ndipo ambapo Maimartha siku ya leo ameweza kufanya interview na kuzungumza kwamba kutakuwa kuna shida kati ya hawa wawili, Nandy na aliyekuwa msanii wake katika lebo yake ya The African Princess, Yami. Kwamba kulikuwa kuna za chini ambazo zilikuwa zikizungumzwa kwamba Yami anatembea ama alikuwa na kahusiano na Bill Nass. Sasa baadaye yeye mwenyewe Nandy alizungumza kusema kwamba anashangazwa na hizo taarifa na nini. Lakini katika siku ya uzinduzi wa album, siku ya uzinduzi wa nyimbo ya Raha ya kwake Yami, walitegemewa kufika. Kiukweli hata mie Mswahilina nilitamani au ningetarajia pengine Bill Nass pamoja na mke wake Nandy wangeweza kufika katika hafla ile ya uzinduzi wa ile nyimbo ya Raha ya Yami, kwa sababu ni kama mwanga fulani ambao ameupata baada ya kutoka kwenye lebo yao. Sasa hawakufika, na issue kubwa ilikuwa ni kwamba Yami alisema kwamba alimpigia simu ndani ya siku 2 zilizopita kabla ya hiyo hafla ya kufanyika. Alimpigia simu Nandy, lakini Nandy hakupokea simu. Lakini pia Nandy yeye katika interview aliyofanya akasema kwamba yeye hiyo simu hakuiona. Kwa hiyo hapa katikati kuna mambo ambayo yanaendelea, si hatuyafahamu. Lakini pia vile vile kumekuwa na comments nyingi sana za wadau wakizungumzia kuhusiana na hili jambo, na tumemsikiliza Maimartha akizungumza, lakini Maimartha pia aliendelea kuzungumza na kusema kwamba Yami kuna kitu ambacho anakosea. Jinsi ambavyo alivyozungumza katika ile interview ni kama vile amewakosea heshima Bill Nass pamoja na mke wake Nandy, na angetakiwa labda pengine kutozungumza zaidi maneno ambayo aliyozungumza au kuzusha ile jambo ambalo kwamba kama yeye tafsiri kama ni kuzusha ile jambo lilotokea nyuma kule, kwamba aliyosema kwamba amepiga simu na haikupokelewa, huku Nandy kajibu kwamba hakuona hiyo simu. Kwa hiyo yeye Maimartha Jesse amezungumza kwamba Yami anatakiwa aendelee kuwa respect, kuwa heshimu, kwa sababu Nandy ana heshima yake na Bill Nass ana heshima yake katika nchi hii hapa. Wewe Mswahili mwenzangu ambao wasikiliza saa hii na kutazama hiyo interview na hii habari ambayo tunaendelea kuizungumza this time hapa, una kitu gani hapa cha kuzungumza? Una nini hasa? Una comment gani kulingana na yale ambayo uliwasikiliza kutokana na interview za hawa watatu? Yale anazungumza Maimartha ni kweli kuhusiana na hawa wawili Yami na Nandy, kwamba kuna kitu kinaendelea, kuna fukuto lipo chini ambalo sisi hatulijui na wao hawataki kutuonesha, hawataki kutudhihirishia kama kuna jambo ambalo lipo chini ya kapeti? Comment hapo chini. Mimi naitwa Mswahilina, ili uendelee kupata habari zetu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.